Karibu katika sehemu ya 8 alikapi yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 7, basi hakikisha unagusa hicho kipopa hapo kinachotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako, na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe fanya hivyo ili tuweze kwenda pamoja. Pokuwa tumeishia katika episode ya 7 ni mara baada ya kushuhudia kwamba yule mzee ambaye mke wake alikuwa amepotea alikuwa akimsibi dada na kumwambia kwamba mtu ambaye anamuhisi kwamba amehusika na mauaji ya mke wake basi hakuna mwingine zaidi ya mwamba mmoja anayefahamika kama Kim, lakini anashangaa kwamba polisi hawezi kabisa kumkamata mtu huyo. Na sababu kubwa ambayo polisi wanaitoa wanaoshindwa kumkamatia huyo jamaa ni kwa sababu hawana ushahidi wa kuweza kujitosheleza, lakini mzee anaamini kwamba Kim ndio anahusika katika matukio haya yote. Na bidada Joanna baada ya kupewa ule ujumbe akawa anaondoka katika eneo hili, lakini wakati anatembea njiani akahisi kuna mtu alikuwa akimfuatilia nyuma. Ile kugeuka tu akagundua kwamba ni Mwamba Sangyang alikuwa akimfuatilia. Na jamaa akawa anamwambia kwamba wakati mwingine asikutane na mtu yeyote yule pasipo kumpa taarifa, kwa sababu si kila mtu anayekutana naye atakuwa na nia njema, basi wengine wanaweza kuwa na nia mbaya. Basi wakati huo wanaendelea kutembea katika maeneo haya, ghafla tu akawashuhudia watu wawili ambao ni wapenzi wakiwa wanapita katika mitaa hiyo na wakawa na kiss. Hasa tukio hili likawa linakumbusha kile alichokuwa amekifanya siku ya jana. Bidada akaanza kusema kwamba siku ya jana nilikuwa nimekukisi kwa sababu nilikuwa nimeelewa bana, sikukisi kwa akili zangu mimi. Na akamfungukia Mwamba kwa kumwambia kwamba kama ningelikuwa na akili zangu timamu basi kama nisingeweza kukukisi wewe. Hii kitu ikamuumiza sana jamaa na kuhisi kwamba kumbe bidada jana alikuwa amenikisi kwa kutokupenda. Lakini Mwamba naye akajibu kwamba hata yeye mwenyewe hakuwa amependa kabisa, kitu ambacho kikamsababisha bidada akimbie umbali mrefu na kuingia ndani, kisha akawa amejifungia ndani. Mwamba akataka kugonga kengele lakini akailisha na kuanza kuondoka. Siku ya kesho yake katika kituo cha polisi kuna bidada mmoja alikuja na madoido kinyama, yani alifika akiwa anatafuna babrish yake huko anapuliza hivi, kitu ambacho kiabaki na washangaza watu wote pale kituo cha polisi. Na moja kwa moja kaenda kwa Mwamba Captain Seal pamoja na Mwamba Sangyang. Na alipofika tu akamwambia kwamba naomba mnifuate wewe Captain Seal pamoja na huyo Sangyang. Sasa akashangaa amewezaje kutujua majina huyu bidada afu mgeni tu kabisa mbele ya macho yetu. Baadaye kidogo bana wakaja kugundua kwamba kumbe ni Joanna bana. Na lengo la kuvaa hivi eti kisa yule muuaji asiweze kumgundua, naye hataki kabisa ulinzi ambao wanampatia kila wakati. Na alipoweza kumchukua Captain Seal pamoja na Mwamba Sangyang moja kwa moja akawapeleka katika eneo ambalo alikuwa ameota siku ya jana ndoto, na akasema kwamba niweza kuota ndoto katika eneo hili kwamba mimi hapa nimewahi kuwepo katika eneo hili miaka ya nyuma kidogo. Bidada katika kumbukumbu zake anasema kwamba alikuwa akitembea katika maeneo haya, anakumbuka kwamba kuna mtu alikuja akamteka, na baada ya kumteka akamchukua na kisha moja kwa moja akampeleka katika maeneo ya milima, huko akaenda akamzika, na anakumbuka kwamba eti ni yeye mwenyewe alikuwa amezikwa. Hasa Captain Seal akaishia kucheka tu. Sawa basi, uliota ndoto, kwa hiyo tukusaidie kumkamata mtu aliyekuteka katika ndoto na kukuua au inakuaje? Lakini Mwamba Sangyang anajua kabisa tukio hilo bidada alikuwa ameliota ni la kweli kabisa, kwa hiyo jambo akaanza kulichukulia serious. Lakini kwa nini bidada yote kwamba yeye ndio alikuwa ametekwa? Lakini katika eneo hilo hilo akasikia kuna mtu alikuwa akipiga kelele upande wa pili. Moja kwa moja bidada Joanna akaanza kukimbia kumfuata huko mtu ambaye anapiga kelele. Katika kufika akagundua kwamba kuna wanafunzi wawili wa kike walikuwa wanamkimbia mzee mmoja ambaye alikuwa akionyesha tamu yao na kuambia kuwa njoeni mchukue tamu hii hapa. Na baada ya bidada Joanna kufika katika eneo lile hakutaka kabisa kuuliza maswali, akampa bonge la kaleti Mwamba mpaka akaanguka chini na kumwambia kwamba siku nyingine hiyo tamu kampatie mke wako. Watoto wa kike kamwe katika maisha yako usijaribu kuwatamanisha hiyo tamu hata siku moja, umenielewa wewe mzee? Bidada Joanna baada ya kutoka kumshughulikia yule mzee wa tamtam moja kwa moja kama ambatana na wenzake wote kuelekea katika ile nyumba ambayo anaotaga kwamba alikuwa akiishi kabla yeye na Mwamba Sangyang, kwa sababu haya mazingira wanayajua. Basi moja kwa moja wakawa wameweza kuingia ndani, lakini Captain Seal alikuwa amebakia huko nje kidogo anashangaa mazingira. Ila ghafla tule mama anayemiliki nyumba akawa ameweza kumfuata Captain Seal na kuanza kuongea naye. Akamwambia katika nyumba hiyo miaka 20 iliweza kupita nyuma kulikuwa kuna vijana watatu walikuwa kiishi humo ndani na mbwa wao mmoja, lakini kuna binti mmoja wa jirani aliweza kuvutiwa na kijana mmoja katika nyumba hiyo, na akachukua picha na kumuonesha Mwamba Captain Seal. Alipoweza kuitazama hii picha akashangaa tena anamuona Mwamba hapa akiwa anaonekana katika picha. Akaanza kuwa na shaka kidogo, akakumbuka kwamba huyu jamaa bana nimewahi kumuona, lakini hata wao wenzake nimewahi kuona, na pia huyu mbwa nimewahi kumuona katika hospitali ya mifugo. Lakini huku ndani hawa wapenda nao bana mwisho wa siku akajikuta kuwa wanaoneshana michoro fulani na vikaratasi ambavyo vilikuwa vimekunjwa. Nakumbuka kwamba vikaratasi hivi vyote alikuwa amevikunja bidada yeye mwenyewe, ila sasa anashangaa amejikuta kwamba anavipenda tu, amevutiwa navyo sana. Captain Seal akiwa na mashaka sana na Mwamba Sangyang akaingia ndani, kisha akamchukua bidada na kumwambia kwamba kamwe katika maisha yako usikubali kusogeleana na huyu jamaa. Lakini bidada akawa anajali kabisa akasema kwamba hebu angalia ile maua yalivyo mazuri kule mbele. Lakini Mwamba Sangyang alikopo kule nje akiwatazama hawa wawili wakiwa wanapiga story katika maeneo hayo ya maua, na walikuwa wakitabasamu pia. Lakini Mwamba akawa anajifikiria kwamba yule mkuu wa malaika alisema kwamba pindi atakapokuja kuingia katika mapenzi na huyu bidada basi matatizo makubwa yatakuja kutokea. Mwamba hakutamani kabisa matatizo yaweze kumkuta. Siku leo aliamua tu kuweza kuunganisha hawa wawili waweze kuwa pamoja. Basi moja kwa moja akachukua mshale wa upendo na kumrushia bidada, lakini alipokuwa anamrushia tu bidada kama yenyuka na kukwepa ule mshale pasipo kujua. Alikuwa anafuata kijani cha ua ambacho kilikuwa kinaanguka kutokea katika mti, lakini kumbe ndio alikuwa anakwepa mshale wa upendo pasipo hata kujua. Mwamba akaanza kujiuliza, ina maana mimi na hatima ya huyu binti au imekuaje? Mbona sielewi jamani? Hasa yule mbwa mtu
anayefahamika kama Yang Chi siku leo aliona mwamba akiwa na mawazo sana, ikabidi kumfuata na kuanza kumwambia kwamba unajua kwamba ulituponzaga kipindi fulani mpaka mimi nikabadilishwa kuwa dogi eti alafu sasa hivi naona kama vile unamendea sana bidada. Mwamba Sangyang akasema kwamba sio yeye anayemendea bidada, bali bidada ndo amekuwa anajisogeza jirani yake sana. Upande wa mwamba Captain Seal bado aliendelea kumsihi bidada kwamba akae mbali sana na huyu jamaa kwa sababu jamaa ni kama ni kiumbe cha ajabu, lakini bidada akasema kwamba mimi sijali ni kiumbe cha ajabu au la, lakini bado mimi najali upendo wangu kwake tu. Basi baada ya Captain Seal kutokea hapo katika eneo hilo aliweza kujibiwa vibaya na bidada, moja kwa moja akatimba katika kituo cha polisi, na alipofika tu akachukua ile picha ambayo inamuonesha mwamba Sangyang akiwa amevalia jezi za afisa wa polisi, na kisha akasema kwamba huyu jamaa mwiko ni afande hapa au la. Lakini walipokuwa wakifanya ukaguzi wa picha wakaja kugundua kwamba mwamba alikuwepogi mpaka mwaka 1892 katika jeshi la kwanza kidogo katika nchi hii, na wanashangaa kwamba wanaweza kumuona mwamba Sangyang yupo pia katika jeshi hilo. Bahati mbaya ile picha ilikuwa ikionyesha mazingira ya ile Love House ambapo ni nyumba ya upendo ambapo wanauza vyakula vigharama sana. Sasa ikabidi kutimba katika maeneo yale kwenda kuchunguza na kufanya maulizio mbalimbali, lakini ule kiongozi wa eneo lile akawa ametoa picha zote zinazomuonesha mwamba Sangyang akiwa katika maeneo yale. Captain Seal alipofika hapo akawa anamuulizia miliki wa mgawa, lakini wakasema kwamba miliki ameweza kusafiri kuelekea nje ya nchi, lakini kumbe alikuwa kando tu hapo akawa amempigia mwamba Sangyang kwamba kuna afande amekuja kutafutia hapa. Na mwamba alipogundua kwamba Captain Seal ameenda kule katika mgawa wa Love House, basi moja kwa moja akatimba kwa bidada Joanna na kuanza kumtafuta, lakini aligundua kwamba bidada Joanna alikuwa anafuatilia kitu fulani, kwa sababu bidada amepokea simu kutokea kwa yule mwanamke ambaye anasemekana kwamba alikuwa amepotea na kuuawa. Kumbe huyu mwanamke ametuma message na kusema kwamba eti yuko hai na anaishi vizuri tu. Kwa sababu anajua kwamba Joanna ndo alikuwa shahidi namba 1, basi anataka kukutana naye na ameomba akutane naye akiwa yuko peke yake. Sasa bidada ili kujihakikishia usalama wake, moja kwa moja ikabidi kumpigia yule Captain Seal na kumwambia kwamba kuna namba nakutumia, lakini uniangalizie hiyo namba. Je, mtu ambaye ameweza kuisajili ni mwanamke au la? Lakini mwamba alipoweza kuconfirm kwa kusema kwamba alikuwa amesajili ni mwanamke, basi bidada akasema anashukuru kwa hilo. Lakini Captain Seal akaanza kuwaza ni kwa nini bidada ameniulizia namba hiyo. Moja kwa moja ikabidi kwenda kukagua katika vitendo vya IT. Hapa akaja kugundua kwamba hii ilikuwa ni namba ya simu inayomhusu mwanamke aliyekuwa amepotea siku za hivi karibuni. Moja kwa moja akagundua kwamba bidada ameingizwa mtegoni na yuko katika hatari. Wakati huo wote Captain Seal alikuwa akihangaika kumpigia bidada kwa sababu aligundua kwamba bidada yuko katika hatari, na bidada hakuwa anajali kabisa simu yoyote atakayokuwa amepigiwa, kwa sababu yule mwanamke aliyekuwa amempigia amemwambia kwamba aje peke yake, kwa hataki kumshirikisha mtu yote kwamba anaelekea sehemu fulani. Naye mwamba Sangyang alipotimba katika kituo cha polisi akaanza kupewa habari kwamba bana wewe, bidada ameweza kupokea taarifa na amepigiwa simu kutokea kwa mwanamke ambaye ameweza kupotea. Kwa Captain Seal amewahi haraka sana kwenda kumfuatilia bidada kwani anaweza kawa katika hatari. Ikabidi mwamba naye kutoka kwa haraka sana kwenda katika eneo husika. Licha ya juhudi zao wote, lakini bado walikuwa hawajaweza kufika. Bidada akawa amefika eneo la tukio, na kwa bahati mbaya sana mtu alikuwa anakwenda kukutana naye hakuwa yule mwanamke aliweza kupotea, bali ni yule muuaji ambaye wakati mwingi alikuwa akimtafuta. Mwamba akaanza kumshambulia bidada. Wakati huo akazidi kujingangangua, lakini mwisho wa siku akashangaa kwamba mwamba alikuwa na nguvu zaidi, na hapa kifo ndo kimeshamjilia bidada. Moja kwa moja wakati anaendelea kupambana akaja kugundua kwamba kulikuwa kuna ving'ora vya polisi vilikuwa vikipiga katika eneo hili. Yule muuaji akawa ameweza kukimbia, lakini kwa bahati mbaya sana ni kwamba alikuwa ameuacha mwili fulani ambao ulikuwa hapa chini. Mwamba alipoweza kuingia Sangyang akajikuta mpaka anatoka na machozi akizania kwamba bidada ndio alikuwa ameuliwa. Lakini katika kwenda kufungua mwili ule akaja kugundua kwamba ulikuwa ni mwili wa yule mwanamke ambaye alikuwa amepotea na kuweza kuuawa. Kumbe mwamba alikuwa amemhifadhi katika maeneo haya. Mwisho wa siku akafanikiwa kumkuta bidada Joanna akiwa amepigwa vibaya mno na hali yake ilikuwa katika koma. Wakaanza kumtibia moja kwa moja baada ya kumkimbiza hospitalini. Lakini akiwa katika hali yake hiyo ya koma, kuna vitu vya zamani akaanza kuviona katika maono yake. Jambo la kushangaza ni kwamba akawa anaona kila hatari aliyokuwa anaipitia katika maisha yake mwamba Sangyang alikuwa akijitokeza. Pindi alipokuwa akipigwa mshale Sangyang alikuwa akijitokeza. Pindi alipokuwa anaanguka kutoka katika kilele cha mlima Sangyang alikuwa akijitokeza. Sasa baada ya kuamka tu, ghafla tu akawa anaulizwa na madaktari kwamba unakumbuka ni wapi ambapo ulipokuwepo kabla? Lakini bidada akasema kwamba nakumbuka kwamba niliweza kuona malaika ambaye alikuwa anakuja kunisaidia. Akawa anashindwa kabisa kutaja kumbukumbu za sasa hivi, bali anataja kumbukumbu za zamani. Ilipofika nyakati za usiku akaendelea kuota ndoto za matukio ya zamani vile vile, lakini alikuwa akiota kwamba alikuwa akipiga kisi na mtu mmoja hivi. Sasa wakati anaendelea kupiga kisi alikuwa akizungumza. Ikabidi mwamba Sangyang kuweza kumwamsha na kumwambia kwamba wewe unaongea na nani huyo? Lakini pia wakati huo mwamba Captain Seal alikuwa akiingia ndani. Ikabidi bidada kuanza kumwambia kwamba kwa nini umenikatisha ndoto yangu? Mimi nilikuwa nataka nimkisi yule malaika. Mwamba Sangyang aliandaa chakula kizuri sana kwa ajili ya bidada pindi atakapokuwa amepata fahamu. Lakini bidada alipoweza kuamka tu akasema kuwa nimemmisi sana yule malaika katika ndoto. Lakini mwamba alikuwa na wivu sana akimwambia bidada kwamba yaani unawaza malaika tu baada ya kuniwazia mimi ambaye unaniona mbele yako. Niwazie mimi ambaye unaniona sasa hivi. Bidada akawa anatabasamu kwa sababu jamaa alikuwa na wivu. Lakini baadaye bidada Joanna akawa anauliza kwamba je, naweza nikaosha nywele zangu? Lakini Nesi akamkagua kichwani na kusema kwamba unaweza ukaosha, lakini unahitaji usaidizi wa karibu. Mwisho wa siku Captain Seal pamoja na mwamba Sangyang wakawa wanang'aniana nani atakayeenda kumuosha bidada. Lakini Captain Seal baadaye akiwa ameketi kando kidogo na mwamba akaanza kumuuliza kwamba hivi ni kwa nini uliachaga kazi ya polisi na ukaamua tu kuanza kuishi maisha yako ya kawaida? Mwamba akasema kwamba niliacha kazi hiyo kwa sababu nilitaka nimlinde bidada katika maisha yangu yote. Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba Captain Seal aliweza kumuona mwamba akiwa na kovu dakika kama 20-30 zilizoweza kupita nyuma, ila sasa hivi anagundua kwamba jamaa hana kovu kabisa katika mkono wake. Akaanza kujiuliza huyu jamaa ni maajabu kiasi
kiasi gani? Hasa ili Mwamba aweze kujua huyu Sangyang ana asili ipi, huyu jamaa ni kwa nini anabadilika na anamshangaa mambo yake, ikabidi moja kwa moja kutimba katika nyumba ambayo Mwamba anaishi, lakini aliweza kuona kwa mbali sana wale marafiki zake watatu. Na katika kuangalia katika picha ile ya zamani anagundua kwamba hao marafiki watatu ndio wale. Ila kuna huyu mmoja ambaye alikuwa ameongezeka ambaye hakuweza kumtambua, lakini kumbe ndio yule mbwa mtu ambaye ameweza kubadilika na kuwa binadamu. Ila huku upande wa pili tunaonyeshwa bidada Joanna katika eneo lile la hospitalini anaendelea kuota ndoto, lakini ndoto alikuwa akiota siku ya leo. Alikuwa anaota ile siku ambapo alikuwa akiokota ua, lakini siku ile alikuwa amejitokeza malaika yule wa upendo na akawa ameshika mshale wake. Na siku ya leo aliweza kuiona sura kamili ya Mwamba Sangyang ile. Bidada Joanna akauliza swali moja, hivi wewe ni malaika? Mwamba Sangyang kusikia kwamba bidada ameuliza kwamba yeye ni malaika au la, kitu hichi kilibaki kinamshangaza sana, akajikuta amedua tu. Tukutane katika episode ya 9, tamthilia yetu itakwenda kutupa majibu nini ambacho kitakwenda kujili. Lakini kwa wote ambao ni wapenzi wa movie za Kikolea zote ambazo nimewahi kuzifanyia recap hapa ndani, kama utataka zile ambazo zimeweza kutafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili kwa DJ wote wakali sana kutokea hapa nchini Tanzania, basi ni vyema ukanicheki inbox na utajiunga kwa mtonyo wa shilingi 1500 tu, kisha utakuwa unapata tamthilia moja iliyoweza kukamilika mwanzo mpaka mwisho, kuanzia ya kwanza ambayo nimewahi kuituma mpaka hii ambayo niko siku ya leo. Kwa lugha nyepesi ni kuwa kila siku mishale ya saa 12 kamili jioni nitakuwa naachilia tamthilia moja mwanzo mpaka mwisho katika ndani ya grupu letu la WhatsApp, ambapo utajiunga kwa mtonyo wa shilingi 1500 tu na utakuwa unaenjoy burudani yetu kila siku kwa siku 30. Na ili kuokoa muda, ukija inbox basi usiwe na maswali mengi, hakikisha tu kwamba unachukua nambari hiyo unaweza kuiona katika screen yako, hiyo namba ya Halotel, utafanya malipo yako ya shilingi 5000 na jina litakuja Baraka. Baada ya hapo tu moja kwa moja utakuja inbox utasema nimelipa, mimi nakuunganisha ndani ya group, kisha utaendelea kufurahia burudani. Lakini ukija inbox ukiwa na maneno mengi, basi kwa sababu mimi nitakuwa na muda wangu ni mdogo zaidi, naweza nisikujibu nikaendelea na mambo yangu mengine. Lakini ukishafanya malipo andika tu nimelipa, moja kwa moja nitakuunganisha ndani ya group na kisha utaendelea kufurahia burudani kila siku saa 12 jioni. Natuma tamthilia iliyoweza kutafsiriwa mwanzo mpaka mwisho.